Na hali gani ndugu msikilizaji? Hii ni sehemu ya 5 ya simulizi iliyojaa visa, mikasa, matukio ya kutisha na mafunzo ndani yake. Simulizi inayokwenda kwa jina la Mfanya Usafi wa Mochwari. Hii ni Simulizi TZ. Langu jina ni Mr. A Romantiki kutoka hapa Simulizi TZ. Usisahau kusubscribe mpendwa msikilizaji, ili uweze kuwa wa kwanza kupata simulizi na vipindi vyetu mbalimbali. Na hapa ndipo tulipoishia katika sehemu ya 4. Sehemu iliyojaa utamu wa kila namna, ambapo Karani alikuwa ameshinda, lakini ghafla anasikia sauti ya Mama Zena huku ikimwambia, ulizani umemaliza kila kitu. Sauti hiyo ya Mama Zena ilitoka kama ngurumo ya simba, huku ikiendelea kumwambia, umenisahau, sasa nakuahidi nitarudi. Hapo ndipo tulipoishia katika sehemu ya 4. Sasa tusonge pamoja katika sehemu hii ya 5, sehemu yenye utamu wa kila namna. Songa nami mzee. Karani alishtuka kutoka usingizini akiwa anapiga kelele. Mwili wake ulikuwa umeloa jasho na mapigo ya moyo wake yalikuwa yakimdunda kama ngoma ya vita. Asubuhi iliyofuata, Karani aliamua kuelekea Mochwari. Kwa mara nyingine alijua kuna jambo hakumaliza kulifanya. Alipofika kwenye eneo la makaburi, aliona alama mpya iliyokuwa imechorwa kwenye mchanga. Mduara mkubwa wenye mistari minene ya damu ilionekana kama imechuruzika kutoka kwa mwili wa mtu. Aliyerudi ni zaidi ya Mama Zaina. Sauti ya Mzee Mbwemwe ilisikika nyuma yake. Karani alipogeuka, alikuta mzee huyo amesimama na uso wenye wasiwasi. Umemshinda Mama Zaina, lakini umesahau jambo moja muhimu. Nini hicho? Karani aliuliza kwa wasiwasi. Mzizi wa uchawi wake haukuuharibu, Mzee Mbwemwe alifafanua. Kama mzizi huo bado upo, giza litarejea mara 10 zaidi ya mwanzo. Usiku huo Karani alilala akiwa na mawazo mazito. Alijua sasa kuwa ushindi wake ulikuwa ni wa muda tu. Mida ya usiku wa manane, upepo mkali ulivuma na kufungua dirisha lake kwa kishindo. Pazia lililuka juu na sauti nzito ikasikika ndani ya chumba chake. Karani! Karani alishtuka na kusimama kwa kasi. Alipotazama kwenye kona ya chumba chake, aliona kivuli kirefu kikitokea polepole. Macho yake ya kivuli hicho yalikuwa mekundu kama makaa ya moto, na mwili wake ulikuwa umefunikwa na maleba yaliyokuwa yakivuja damu. Utanipa roho yako au nitawachukua wote unaowapenda. Sauti ya kivuli hicho ilitisha. Karani alikurupuka, akakimbilia mlangoni, lakini mlango ulikuwa umekwama. Aligeuka tena na kuona kivuli kile kikisimama karibu naye, tena kikiwa karibu zaidi. Karani alikumbuka ilizi aliyopewa na Mzee Mbwemwe. Aliitoa na kuishikilia kwa nguvu kwa mwanga wa uzima na kukataa. Alipaza sauti kwa ujasiri. Mwanga mkali ulilipuka kutoka kwenye ilizi, ukimimina mwanga wa dhahabu kila kona ya chumba. Kivuli kile kilipiga mayowe ya kutisha na kupotea kama moshi unayopeperushwa na upepo. Asubuhi iliyofuata, Karani alikwenda kwa Mzee Mbwemwe na kumweleza yote yaliyotokea. Ni wazi kwamba roho ya Mama Zaina haijapotea kabisa, alisema Mzee Mbwemwe kwa sauti nzito. Mzizi wake bado upo mahali fulani
ndani ya monchwali. Ni lazima tuupate na kuuteketeza kabla mambo hayajawa mambo mengi na tena kuwa mambo mabaya zaidi. Karani na mzee Mbwemwe waliingia ndani ya monchwali usiku huo. Walibeba mishumaa ya miti mitakatifu na ilizi zao kwa tahadhari. Hewa ndani ya monchwali ilikuwa nzito na baridi ya kupitiliza. Wakiwa ndani ya moja ya vyumba vya kuhifadhia maiti, waliona jeneza moja lilikuwa limefunikwa kwa kitambaa cheusi chenye maandishi ya ajabu. Hapo ndipo mzizi wake ulipo, alisema mzee Mbwemwe. Alipovuta kitambaa kile, waliona mfupa wa kichwa cha binadamu ukiwa umezungukwa na nyuzi nyekundu zilizofungwa kama kamba. Mzizi wa uchawi ulikuwa umehifadhiwa humo. Huu ndio mzizi wa giza lake, alisema mzee Mbwemwe, huku akiandaa dawa ya moto ya miti mitakatifu. Lakini kabla hajamimina dawa hiyo, upepo mkali ulivuma ndani ya chumba hicho. Mlango ulifunguka tena kwa kishindo na giza nene likatawala. Sauti ya mama Zaina ikavuma, hamtafanikiwa. Ghafla maiti zilizokuwa zimehifadhiwa kwenye makabati ya monchwali zilianza kufungua macho na kuanza kutembea kuelekea kwao. Karani alikamata ilizi yake na kusema kwa sauti kuu, kwa nguvu ya mwanga wa uzima na kutuma uteketeze giza lote. Mwanga wa ilizi uling'aa kwa nguvu na kuangaza chumba kizima. Maiti wale walipiga mayowe na kuporomoka chini kama magogo yaliyoanguka. Mzee Mbwemwe alipomimina dawa kwenye ule mfupa, cheche za moto zililipuka na mzizi wa uchawi uliteketea. Kilio cha mama Zaina kilisikika kwa mbali, kikizama taratibu hadi ukimya ulipotawala tena. Baada ya ushindi huo, monchwali ilionekana kurejea kuwa tulivu kwa mara nyingine. Hata hivyo, Karani hakuwahi kusahau kivuli kile kilichomfuata ndani ya chumba chake. Alihisi kana kwamba bado kuna macho yaliyokuwa yakimchunguza kila wakati. Baada ya Kalani na mzee Mbwemwe kuangamiza mzizi wa uchawi wa mama Zaina, hali ya utulivu ilirudi kwa muda mfupi. Watu wa mji walipata afueni na hata monchwali iliyokuwa ikihofiwa sana sasa ilianza kutembelewa na wafanyakazi bila uoga mkubwa. Hata hivyo, Kalani alihisi kuwa jambo fulani bado halijakaa sawa. Ndoto za kutisha zilianza kumwandama tena, na mara kwa mara alihisi macho yasiyoonekana yakimfuatilia kila mahali. Siku moja usiku, Kalani alirejea nyumbani akiwa amechoka baada ya usiku mrefu wa kazi. Aliingia chumbani na kulala haraka. Usingizi mzito ulimshika, lakini ghafla alistushwa na sauti nzito iliyomwamsha. Karani! Karani alifumbua macho na kuganda pale alipomwona mama Zaina akitokeza ukutani. Mwili wake ulikuwa umefunikwa na vitambaa vyeusi vilivyotiririka kama moshi. Macho yake yalikuwa mekundu sana na mdomo wake ulivuja damu. Utanilipa kwa kuninyang'anya ufalme wangu. Nitakuchukua roho yako na roho za wote unaowapenda. Karani alipiga kelele kwa hofu, lakini kivuli cha mama Zaina kilinyosha mkono wake, na ghafla Karani alihisi koo lake likibana kama mtu aliyenyoshewa kamba shingoni. Alianza kupiga miguno ya maumivu, mapafu yake yakihisi yanakosa hewa. Kwa nguvu za mwisho, Karani alipapasa kando ya kitanda chake na kukamata ilizi aliyopewa na mzee Mbwemwe. Alishika kwa nguvu na kusema, kwa jina la uzima, naomba mwanga uje. Mwanga mkali ulilipuka kutoka kwenye ilizi ile, na kivuli cha mama Zaina kilipiga mayowe kisha kikapotea kama moshi unaopeperushwa na upepo. Asubuhi iliyofuata, Kalani alikimbilia kwa mzee Mbwemwe huku akiema kwa hofu kubwa. Ulivyoiona roho ya mama Zaina tena
inamaanisha kuna jambo zaidi, alisema mzee huyo kwa sauti nzito. Mzizi wake wa uchawi huenda haukuwa wa mwisho. Inawezekana kuna kitu kingine alichokifanya kabla ya kufa, lakini tuliharibu kila kitu. Karani alisisitiza kwa wasiwasi. Hapana, alijibu mzee Mbwemwe. Kabla mama Zaina hajafa, alihamishia nguvu zake kwenye kitu kingine cha giza, na nafikiri itakuwa ni maiti. Maiti? Karani aliuliza kwa mshangao. Ndiyo, alisema mzee Mbwemwe. Roho yake sasa inashikiliwa na moja ya miili iliyo ndani ya monchwari. Kama mwili huo hautaharibiwa, giza lake litarejea na kuwa na nguvu zaidi. Basi usiku huo upepo mkali ulivuma katika mji wote. Mbwa walibweka bila sababu, na maiti ndani ya monchwari zilianza kutetemeka ndani ya makabati yao. Karani alipokuwa zamu yake kazini, alihisi mlango wa chumba cha kuhifadhia maiti ukifunguka polepole. Akainua taa yake ya mafuta na kutembea kwa tahadhari. Chumba kilikuwa kimya, lakini ghafla jeneza moja lilianza kutikisika. Maiti imeamka, Karani alijikuta akisema kwa sauti ndogo. Ghafla kifuniko cha jeneza kilifunguka kwa kishindo, na mwili wa mwanaume mrefu aliyeoza ukaibuka kutoka ndani. Macho ya maiti huyo yalikuwa mekundu kama makaa, na mdomo wake ulitapakaa damu. Karani! Sauti nzito ilisikika kutoka kwa mdomo wa maiti huyo. Naam, huu ni utamu wa sehemu hii ya 5, na bado tunaendelea kupata utamu juu ya utamu. Na hapa ndipo mwisho wa sehemu hii ya 5. Je, nini kitaendelea baada ya Karani kusikia sauti nzito iliyokuwa ikimuita jina lake? Usisahau kusubscribe chaneli yetu ili uweze kuwa wa kwanza kupata simulizi na vipindi vyetu mbalimbali kutoka hapa Simulizi TZ. Usisahau, langu jina ni Mr. A Romantic. Asante na kwaheri.